Bwana Yesu, asante, ninakushukuru kwa wema wako na fadhili zako. Yesu Kristo, ninaomba Bwana, neno lako hili likafanyike uzima ndani yetu na tabia ya asili ikatoweke ndani yetu sawasawa na neno lako. Bali Bwana, mapenzi yako yakatimizwe ili tusizuiliwe kuingia kwenye ufalme wako wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo. Na wote tuseme amen. Amen. Iko tabia mojawapo, hii tabia ni tabia ya uchoyo. Ni tabia ya nini? Uchoyo kwa wanandoa. Sawa? Sasa hii tabia itakuzuilia wewe kuingia mbinguni, kumnyima mume wako au mke wako tendo la ndoa. Narudia, niko serious kidogo, kwa sababu eneo hili wengi huwa wanalipuuza, ila siku ya parapanda utashangaa parapanda tu imepigwa, umeshindwa kunyakuliwa kwa sababu ulikuwa unamnyima mume wako au mke wako tendo la ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hii ni tabia inakuwa ndani ya watu. Yawezekana imetoka kwa bibi yako, ikaja kwa bibi yako, ikaja kwa bibi yako, ikaja kwa mama yako, ikaja kwako. Ni mchoyo. Wakati mwingine uchoyo unaambatana na uongo. Sijisikii. Sasa neno la Mungu linasema hivi, kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya 7. Haleluya. Nitakusomea neno la Mungu kwa sababu hukumu ipo kwenye neno la Mungu. Neno la Mungu linasema hivi, basi kwa habari ya mambo yale mlioandika ni heri mwanamume asimguse mwanamke, lakini kwa sababu ya zinaa kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe. Kila mwanaume awe na mke wake mwenyewe. Sawa? Na mke awe, anasema kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke na awe na mume wake mwenyewe. Maana yake ndoa ni ya mume mmoja na mke mmoja kwenye Biblia. Haleluya. Mume na ampe mke wake mkewe haki yake, na vivyo hivyo mke na ampe mumewe haki yake. Mke hana amri juu ya mwili wake bali mumewe. Vivyo hivyo mume hana amri juu ya mwili wake bali mkewe. 5. Naomba tusome wote. Imeandikwa, msinyimane. Hebu turudie wote, msinyimane. Rudia tena. Maana yake ukimnyima mwenzio umetenda nini? Wewe baba, ukimnyima mke wako umetenda nini? Mama, wewe ukimnyima mume wako umetenda nini? Neno linasema msinyimane. Haleluya. Isipokuwa mmepatana kwa muda ili mpate faraga kwa kusali, mkajiane tena, shetani asije akawajaribu kwa kutokuwa na kiasi kwenu. Neno kiasi maana yake utaratibu. Usipokuwa na utaratibu, maana yake shetani atapata nafasi ya kushinda. Wengi wanatafsiri kiasi kwamba kila kitu ufanye kwa kiasi, ujipambe tu kwa kiasi, uwe unakula tu kwa kiasi, unatembea na wanaume lakini kwa kiasi. Hamna. Kiasi ni utaratibu, ni kipimo kilichopimwa kabisa katika ukamilifu. Neno kiasi. Haleluya. Roho Mtakatifu ni roho wa utaratibu, kila kitu anakifanya kwa utaratibu. Kwa hiyo Mungu anakutaka wewe mwanandoa usimnyime mume wako, usimnyime mke wako. Kuna watu ni mabingwa wa kunyima. Haleluya. Anakwambia kwa kweli Roho Mtakatifu hataki. Roho Mtakatifu anasimamia neno, hakuna Roho Mtakatifu wa hivyo. Haleluya. Roho Mtakatifu hapa amenizuia. Hakuna Roho Mtakatifu anayejipinga kwenye neno. Hamna. Roho Mtakatifu hawezi kukuzuia. Sema wewe ujisikia hutaki. Haleluya. Ila wengi mnatabia kuzingizia Roho Mtakatifu, na wengine wanazingizia najisikia vibaya, najisikia naumwa, naumwa. Kumbe haumwi ila tu hataki. Ni bora useme ukweli. Utaongea uongo, unyakuwa unakuja unaachwa. Haleluya. Amen. Neno la Mungu linasema wewe mwanamke, mwili wako ni wa mume wako.
na mwili wa mume wako ni wa kwako. Wewe huna amri juu ya mwili wako. Mwenzio akisema kwamba nataka, mpe. Haleluya. Ujumbe huu Mungu amekupa ili uweze kujua tabia ya kumnyima mume wako tendo la ndoa, kumnyima mke wako tendo la ndoa. Utaachwa kwenye unyakuo. Siku utakufa, utazuiliwa kuingia mbinguni kwa sababu ya hiyo tabia. Kama ujisikii vizuri, ongea na mume wako, kaa naye, umweleze ili ajue. Ongea na mke wako, ajue. Kama una shida, sema. Kuna wengine wanapitia changamoto za nguvu za kiume. Wameshambuliwa na mapepo. Yako mapepo yanashambulia watu. Nishaombea watu wa namna hiyo kwamba yeye hana nguvu za kiume, kumbe ni pepo. Lile pepo ndio linamaliza nguvu zote za kiume. Huyu mtu akilala usiku anajikuta tu anaseleleka katika ulimwengu wao na hilo pepo. Haleluya. Kwa hiyo uje tukuombee. Wako ambao tumewaombea walikuwa wana nguvu za kiume na leo wana nguvu za kiume. Sasa usije ukasema tu mke wangu najisikia vibaya, kumbe mambo yamekuwa magumu. Uje tuombe. Haleluya. Na uwe mwazi kwa mke wako. Haleluya. Sasa tabia hii iko ndani ya watu. Huyu mtu ana tabia ya uchoyo tangu kwao. Sasa tabia hii ya uchoyo amejirekebisha huku, ila chumbani bado ni mchoyo. Mmenielewa wa mama? Mmenielewa wa baba? Ujumbe huu pia Mungu ameuleta hapa kupitia mwenyekiti wa wamama. Mwenyekiti wa mama yuko wapi? Yuko hapa. Naomba usimame. Mungu pia amemjulisha huyu. Naomba uje useme hapa kama Mungu ambavyo amekujulisha. Shika hii ili walioko mtandaoni na wenyewe wapate kusikia sauti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana kanisa. Mimi nilipewa ujumbe, nilikuwa nimelala siku hiyo usiku, nikapewa ujumbe. Ni muda mrefu kidogo. Baadhi ya wanawake hapa niliwaambia. Mungu aliniambia hivi, nyinyi wanawake mnaowanyima waume zenu tendo la ndoa, hamtaingia katika ufalme wangu. Nikaona ile sauti kama, nikasema labda mawazo yangu. Kesho yake tena nikalala, ile sauti ikanirudia tena. Nikasema hapana, lazima niende kanisani nikamwambie wanawake. Lakini nikaja hapa nikamshirikisha mama mchungaji, mama Eve, shangazi na mama Lili. Wengine nikasema nitakuja kuambia. Na pia nikapata hata maelekezo jinsi ya kulala. Yaani wanawake ambao tuko na waume zetu, yani jinsi ya kulala. Mungu akaniambia, je, wewe si mfupa siwe si mfupa juu ya mume wako? Kwa hiyo akanieleza kwamba tukilala wanandoa, yani tulale tusogeleane hivi. Tusilale tukaachiana. Hiki kitu hata Mr. nilikuwa sijamwambia. Lakini nikaona ngoja niseme. Kwa hiyo ni hivyo, yani nilipewa ujumbe kabisa, sauti inaniambia zaidi ya mara 2 mara 3. Na hata kulala nikaelekezwa jinsi ya kulala. Amen, mshangilie Bwana Yesu. Hakuna kitu ambacho kimefichwa ndani ya neno la Mungu. Haleluya. Na mko wengi hapa ambao mmepewa huu ujumbe. Haleluya. Na ukiona unapewa huu ujumbe, ujue ulikuwa mchoyo na mnyima mume wako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hataki umnyime mume wako tendo la ndoa. Msicheke. Umenielewa? Usifanye nini? Msicheke. Ukiolewa, mume wako mpe tendo la ndoa, mpe haki yake anapokuhitaji. Amekuoa kwa sababu hiyo. Alichokiunganisha Bwana mwanadamu asikitenganishe, sawa? Yaani kuungana kule upo kwenye tendo la nini? La ndoa, ndio muunganiko wenyewe. Ndio maana sisi mabibi harusi wa Kristo, na damu yake ndio imetuingiza kwenye agano. Haleluya. Kwa hiyo Mungu akujalie neno hili, msinyimane, liwe kwenye maisha yako. Mpe mume wako haki yake na yeye akupe
haki yako unapomhitaji au unapomhitaji au anapokuhitaji wewe. Usije ukaukosa ufalme wa mbinguni. Maana yake kuna mashtaka. Mchungaji hakutufundisha. Wengi wanaozuiliwa mbinguni wanasingizia wachungaji wao. Mimi mchungaji hakunifundisha hiki kitu. Nadhani mmesikiliza shuhuda mbalimbali ambao wengi wanakwama mbinguni. Haleluya. Kwa hiyo dhambi ya kumnyima mume wako tendo la ndoa na kumnyima mke wako tendo la ndoa, hii ni dhambi, lazima uijue, na nimekufundisha, nimenawa mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Unapaswa usimame na neno la nini? La Mungu. Tuombe. Bwana Yesu, asante na kushukuru. Asante kwa ajili ya watakatifu wako hawa.